Maisha ya ndoa ni safari ndefu ambayo huathiri maisha ya mtu kwa njia nyingi: kihisia, kiroho, kifamilia na hata kiuchumi. Mwanamke anapokubali kuolewa, anakuwa ameweka msingi wa maisha mapya. Uamuzi huu ni wa heshima kubwa na unapaswa kufanyika kwa umakini, busara na maarifa. Hili ni jambo ambalo halipaswi kufanyika kwa presha au kwa sababu ya mapenzi ya ghafla. Mwanamke mwenye maarifa hujiuliza maswali sahihi kabla ya kusema ndio. Ikiwa umekubali kuingia kwenye ndoa, mambo haya 10 yanapoepukwa huchangia kwenye ujenzi wa ndoa yenye utulivu na furaha, lakini yanapofanyika yanaweza kuharibu maisha ya mtu kabisa. Taarifa Digital tumekuandalia makosa 10 ya mwanamke kuepuka kabla hajakubali kuolewa na mwanaume. Jambo la kwanza, kukubali kuolewa kabla hujajijua wewe ni nani. Kama hujajua thamani yako, malengo yako na misimamo yako, utajikuta ukiishi kwa kufuata matakwa ya mwenzi wako. Maamuzi mengi utakayoyafanya yatakuwa ya kumfurahisha yeye, si kwa faida yako wala mustakabali wako. Hatimaye utajikuta hujui unachokitaka wala msimamo wa maisha yako, hali ambayo huibua mkanganyiko na maumivu ya ndani. Jambo la pili, kukubali kwa sababu ya presha ya jamii au familia. Unapokubali kuolewa kwa sababu ya watu wengine, unakuwa umeingia kwenye mtego wa kuishi kwa matarajio ya wengine. Unaweza usiwe tayari, lakini kwa sababu ya kauli kama wenzako wote wameolewa, unajikuta umeingia kwenye maisha ya ndoa yasiyo na furaha. Kwa nje utaonekana umetimiza wajibu wa kijamii, lakini moyoni utabeba huzuni ya maisha usiyoyachagua kwa hiari yako. Jambo la tatu, kudharau red flags kabla ya ndoa. Tabia kama za uongo, dharau, wivu uliopitiliza au kutokuheshimu mipaka yako binafsi zina maana kubwa sana. Unapozipuuza kwa sababu ya mapenzi au matarajio ya mabadiliko, unajitayarishia maumivu makubwa ya baadaye. Hali kama hizi zinapokuwa ndani ya ndoa, huwa ngumu zaidi kuzidhibiti. Matarajio kwamba atapona au atakubali kubadilika mara nyingi huishia kuwa ndoto tu. Jambo la 4, kutokujua hali ya kifedha ya mwanaume. Ndoa si tu mapenzi, ni ushirikiano wa maisha ambao unahitaji uwazi wa kifedha. Mwanamke anapokubali kuolewa bila kujua jinsi mwanaume anavyopata kipato, jinsi anavyotumia fedha au malengo yake kifedha, anaweza kujikuta katika maisha ya kutokuwa na uhakika, ugumu wa kupanga mambo ya msingi au hata kushindwa kufanikisha maisha ya familia. Jambo la 5, kukosa mawasiliano ya kina na mume mtarajiwa. Mawasiliano yasiyokuwa ya kina hupelekea kutokuelewana mara kwa mara. Mwanamke anayekubali ndoa bila uhakika wa mawasiliano thabiti hujikuta akihifadhi maumivu, akihisi kutengwa au akihangaika kuelewa mwenzi wake. Hali hii hupelekea mfarakano wa kihisia ambao baadaye huweza kusababisha matatizo makubwa zaidi ya ndoa. Jambo la 6, kupuuza tofauti za maadili na imani. Tofauti kubwa katika misingi ya maisha ya kiroho na kimaadili ni kama bomu linalosubiri kulipuka. Mwanamke anapopuuza jambo hili, anaweza kujikuta katika ndoa inayopingana na misimamo yake ya msingi. Uamuzi wa kulea watoto, kushiriki ibada au kufanya maamuzi ya familia unaweza kuwa mgumu mno na kuwa chanzo cha migogoro ya mara kwa mara. Jambo la 7, kujitoa mapema mno kabla ya ndoa. Wanawake wengi hujikuta wakijitoa kwa kiasi kikubwa kabla ya ndoa, kihisia, kimwili, kifedha na hata kijamii. Mwanaume ambaye hajajithibitisha huona udhaifu huu kama nafsi ya kutumia, si kuwekeza. Mwanamke hujikuta akibeba mzigo wa mapenzi peke yake, hali inayomchosha na kumpunguzia heshima kutoka kwa mwenzi wake. Jambo la 8, kukubali posa ya mtu usiyemjua vyema. Ni hatari sana kuingia kwenye maisha ya ndoa bila kumjua mtu vizuri. Historia ya maisha yake, uhusiano wake na familia, mienendo ya awali, hata hali yake ya afya ni mambo muhimu. Kutokujua haya kunaweza kusababisha mshangao na majuto makubwa baadaye, hasa pale mambo yanapogeuka ghafla na kuathiri ustawi wa familia nzima. Jambo la 9, kuchanganya mapenzi na huruma.
Huruma haipaswi kuwa sababu ya ndoa. Mtu anaweza kuonyesha udhaifu na kuomba msaada wa kimapenzi kwa lengo la kumfanya mwanamke amkubali. Mwanamke anayekubali kwa sababu ya huruma hujikuta katika ndoa isiyo na upendo wa kweli. Baada ya muda, mzigo wa kihisia huwa mkubwa na moyo hujawa na majuto na hali ya kutengwa. Jambo la 10, kutokuwa na dira pamoja ya maisha baada ya ndoa. Kama hakuna maelewano kuhusu mwelekeo wa maisha baada ya ndoa, kuna uwezekano mkubwa wa migogoro. Mwanamke anayekubali ndoa bila kuelewana kuhusu idadi ya watoto, namna ya kulea, kazi au makazi, atajikuta akipambana na maisha yenye mkanganyiko na mivutano ya mara kwa mara. Maisha ya ndoa hukosa uthabiti na huelea kama meli isiyo na nahodha. Mwanamke mwenye hekima huangalia mbele kwa macho ya akili, si tu kwa hisia za sasa. Uamuzi wa kuolewa unahitaji tafakari ya kina na uelewa wa mambo ya msingi. Makosa haya yanapozingatiwa mapema huwakinga dhidi ya mateso, majuto na mfarakano wa baadaye. Mwanamke hapaswi kuwa haraka kusema ndio kabla ya kuhakikisha kwamba moyo wake, akili yake na mazingira yake yote yanampatia uhakika wa maisha yenye amani, usawa na upendo wa kweli. Ndoa bora hujengwa kwa msingi wa uamuzi sahihi. Mfuatiliaji wa Taarifa Digital, subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata maarifa haya kila tunapokuwekea.